kwa macho yangu, kwa namna ambavyo nimeona, yale matukio yalikuwa matatu. Jonathan Soa ndani ya boksi na Shamu Karabwe, Jonathan Soa ndani ya boksi na Shemalon Fondo, Elvis Rupia ndani ya boksi na Abdurazak Hamza ile kipindi cha pili. Yale matukio matatu yote mwamuzi alitafsiri hakukuwa na penalty, si ndio? Yani sio foul maana yake. Kwangu mimi ya nikianza na Elvis Rupia ile ya mwisho haikustahili kwa penalty. Lakini ukirudi hizi mbili za Jonathan Soa, ile ya kwanza ile Jonathan Soa aliguswa mguu, shona akaanguka. Sasa kwa refa kuona ile contact ilikuwa ndogo, kuona ile contact kwa haraka imempa wakati mwingine kwenye matangazo wote kusema kwamba huyu anapoteza muda, unaona, lakini nilikuwa naona kabisa kwamba anaanguka chini kupoteza muda maksud. Kuna muda atakamata mpira hivi atakaa, atakuja kuonesha ishara kama anaumia kwenye uso, umeona. Sasa ile kwanza alikuwa anataka mechi kwa sababu anaongoza tayari, hawana cha kupoteza na anajua thamani ya Simba ni klabu namba 1 uwanjani. Anafahamu thamani ya Simba ni kushinda hii mechi. Tayari Simba inaongoza. Afu mechi hii ni ngumu kwao kwa sababu wametoka kwenye intensity ya mechi kubwa, wanafatiki. Kwa hiyo aliamua kupoza mchezo. Umeelewa? Kwa alitumia ukubwa kwenye kupoza mchezo, akala kadi ya njano yenye maana kubwa kwa timu, lakini all in all wakafanikiwa kupata ushindi. Tuzungumzie matukio machache ambayo yametokea kwenye mchezo wa leo, labda ambayo yanaweza yakawa mdomoni kwa watu. Yeah. Watu wanaamini kwamba Singida ilistahili kupata penalty labda mbili katika lakini katika kipindi cha mwisho tunaona refa kama Simba alikuwa anacheza foul nyingi, lakini kama alikuwa ana balance. Bwana wewe uliona kwa ukaribu, maana yake marejeo ya picha ulikuwa unapata faida. Swali gumu zaidi hilo unaniuliza. Lakini mimi sina knowledge ya uamuzi, sawa, ila kwa macho yangu, kwa namna ambavyo nimeona, yale matukio yalikuwa matatu. Jonathan Soa ndani ya boksi na Shamu Karabwe, Jonathan Soa ndani ya boksi na Shemalon Fondo, Elvis Rupia ndani ya boksi na Abdurazak Hamza ile kipindi cha pili. Yale matukio matatu yote mwamuzi alitafsiri hakukuwa na penalty, si ndio? Yani sio foul maana yake. Kwangu mimi ya nikianza na Elvis Rupia ile ya mwisho haikustahili kwa penalty. Lakini ukirudi hizi mbili za Jonathan Soa, ile ya kwanza ile Jonathan Soa aliguswa mguu, shona akaanguka. Sasa kwa refa kuona ile contact ilikuwa ndogo, kuona ile contact kwa haraka imempa wakati wote. Kwa kikosi cha Singida leo kimeanza na mwenyeji mzawa mmoja tu ambaye ni Kelvin Nation Naftali. Mbali na hapo alikuwa na wachezaji kutoka katika mataifa mbalimbali kama 6 hivi. Yes, kulikuwa kuna Togo mule ndani, kuna Ivory Coast, kuna Ghana, kuna Nigeria, kuna Niger, sio? Sasa wachezaji ambao Singida wamesajili, wengi wao wana experience na michuano ya kimataifa. Hivi unajua pale ndani kuna mfungaji bora wa kombe la shirikisho mwaka 2021-22. Top scorer wa kombe la shirikisho Afrika alikuwa ni Victoria Adebayo. Alifunga goli 6 akiwa na US Gendarmerie na walicheza na Simba ambayo imemwona akaamua kwamba huu mpira hakuna madhambi. Alikimbia kutokea mbali sana mpaka kufika pale. Yes, mpaka kufika kituoni. Yes. Kwa hiyo mimi kwa sababu mimi natangaza na screen niko nayo karibu, nilikuwa naona kuna contact hapa imefanyika. Na ukiangalia Soa alikuwa mtu wa mwisho kabisa. Yaani Soa yuko mbele na aliface goli hivi. Kwa hiyo kwenye mazingira ya kawaida unaweza kujiuliza huyu mtu analiangalia lango hivi anaangukaje? Yaani kama ndo kujiangusha. Umeona? Lakini refa distance ambayo alikuwepo mpaka kufika kwenye kituo pale akaona tofauti. Yaani akuona ule mguso. Hali ambayo Soa alifoka kweli wakati yuko chini pale. Alilalamika sana. Lakini Soa pia ndani ya box ile ya pili nadhani ndo ya Shemalon. Ya Shemalon ile alidive. Ile kwa mtazamo wangu naona alidive. Lakini mbali na hapo ungekuwa na walau penalty moja. Yes, kwa namna alivyoona angalau ile moja unaweza kusema, of course mtu anaweza kutoa mtazamo wa kuona yote bila kuamini matukio yote matatu labda alistahili penalty, lakini kwa nilivyoona naona ile moja ile ya Shamu Karabwe
unaona kama kuna contact pale imetokea. Ndio. Yeah. Bad luck. VAR hatuna katika ligi. Ndio. Sikuwa na VAR maana yake zilikuwa zinamsaidia mwamuzi kwenda kujihakikishia, na ni matukio ambayo yanatokea duniani kote. Ndio. Hata hii finali ya mwisho michezo hapa imetumika VAR. Tukio ambalo lilitokea, line ilikuwa pembeni lakini hakuona ila offside. Haya, makadi mekundu yametolewa, mafoul na hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwenye VAR, ndio maana wenzetu wanaleta usaidizi wa VAR. Yes. Mzinga, najua mechi za Afrika ni mechi zako, ndio vitu vyako. Yeah. Kwa namna ambavyo umetazama leo kikosi cha Singida kilianza na wachezaji wengi wa kigeni, mzao akiwa mmoja Kevin Nation, lakini pia tuna wenyewe kocha anasema David Auma kwamba mchezo huu ulikuwa unawapa kipimo mashindano ya ile ya kimataifa. Kwa namna amewapa kweli, ametoa ile test. Yeah, of course kwa kikosi cha Singida leo kimeanza na mwenyeji mzawa mmoja tu ambaye ni Kevin Nation naftari. Mbali na hapo alikuwa na wachezaji kutoka katika mataifa mbalimbali kama sita hivi. Yes, kulikuwa kuna Togo mule ndani, kuna Ivory Coast, kuna Ghana, kuna Nigeria, kuna Niger, sio? Sasa wachezaji ambao Singida wamesajili wengi wao wana experience na michuano ya kimataifa. Hivi unajua pale ndani kuna mfungaji bora wa kombe la shirikisho Afrika kwa Singida. Unajua hilo? Basi nakwambia mwaka 2021-22 top scorer wa kombe la shirikisho Afrika alikuwa ni Victorian Adebayo. Alifunga goli 6 akiwa na US Gendarmerie na walicheza na Simba hapa. Walikuja hapa wakachoma 4 kule, alitoka goli sare ya goli 1-1. Bernard Morrison alifunga goli kule. Yes, ule msimu ambao pia Simba alicheza na ASEC Mimosa hapa, wakacheza pia na RS Berkane. Season ile walitoa yeye ndio alikuwa mfungaji bora, lakini mbali na hapo kuna nyota wengine wengi wametoka ASEC. Anton Trabitra msimu uliopita wa Champions League alifika mpaka hatua ya robo finali, wakatolewa na Esperance de Tunis. Ande Kofi Seril ndio fullback alikuwa wa ASEC kwenye hiyo kampeni. Serge Poku kule juu ndio mshambuliaji wao ambao walikuwa naye. Umeelewa? Abdul Bada kiungo kushambulia pale juu walikuwa naye pia. Kwa hiyo ukiangalia Singida ina wachezaji wengi wenye kaliba za namna hiyo. Yule Jonathan Soa akacheza group stage yule ya kombe la shirikisho, walicheza pamoja na Simba na Young Africans kama nakumbuka. Soa akafunga kwa ligi ya mabingwa. Yes, akaja hapa akafunga. Kwa hiyo wamechukua wachezaji wengi ambao wana experience. Sasa zile experience ndo zinakuwa zinaongoza njia katika kuelekea hii michuano ya kimataifa. Kwa hiyo naamini wana wachezaji wengi na mind you wanakwenda kuongeza quality tena kwenye kikosi chao kwa ajili ya kujiandaa kwenye kampeni hii. Shukrani sana. Haya, asante sana.